Mkurugenzi wa zamani wa shirika la upelelezi la Marekani FBI James Comey amejisalimisha kwa mamlaka ili kukabiliana na mashtaka yanayodai kuwa picha aliyosambaza kwa muda mfupi kwenye mitandao ya kijamii ilikuwa tishio kwa maisha ya rais wa nchi hiyo Donald Trump. Victor Kenani na taarifa zaidi. I'm still innocent. I'm still not afraid. Kesi hiyo inatokana na chapisho la mwaka 2025 kwenye Instagram lililowekwa na Comey lililokuwa na picha ya magamba ya baharini yaliyopangwa kuunda maneno 8647 ambayo ni istilahi ya mtaani inayomaanisha kuondoa, na waendesha mashtaka wanadai kuwa inahamasisha vurugu dhidi ya Trump, rais wa 47. Comey alikanusha kosa lolote akisema hakujua maana ya namba hizo na ameshtumu upande wa mashtaka kwa kuwa na nia za kisiasa. Hii ni mara ya pili kwa Wizara ya Sheria kumfungulia mashtaka ya jinai Comey ambaye ni mkosoaji wa muda mrefu wa Trump. Comey hakuweka ombi la kujitetea wala kuzungumza wakati wa kufikishwa kwake mahakamani kwa muda mfupi katika jimbo la Virginia. Wakili wake Patrick Fitzgerald alisema mkurugenzi huyo wa zamani atataka kesi hiyo ifutwe kwa misingi ya mashtaka ya kuchagua na yenye nia ya kulipiza kisasi, akidai ililengwa kwa sababu ya kuzungumza dhidi ya Trump. Jaji Fitzpatrick alikataa juhudi za Wizara ya Sheria kuweka masharti ya kuachiliwa kwa Comey, akisema hayakuwa ya lazima kwa mujibu wa CBS News. Waendesha mashtaka wamemshtaki Comey kwa kujua na kwa kusudi kutoa tishio la kuondoa maisha na kusababisha madhara ya kimwili kwa rais na pia kusambaza tishio hilo kati ya majimbo. Kila shtaka lina adhabu ya juu ya hadi miaka 10 jela. Katika taarifa ya video siku ya Jumanne, Comey alisema ana nia kupambana na mashtaka hayo. Chapisho lake la awali la mwezi Mei mwaka 2025 lilikuwa na picha ya magamba ya baharini ufukweni yaliyopangwa kuonyesha 8647 likiwa na maelezo, mpangilio mzuri wa magamba ya baharini wakati wa matembezi yangu ufukweni. Comey alifuta picha hiyo baada ya malalamiko ya umma. Akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mashtaka dhidi ya Comey siku ya Jumatano, Trump alimuita mtu fisadi. Yeyote anayejua kuhusu uhalifu anajua 86. Ni istilahi ya magenge ya uhalifu inayomaanisha muue. Magenge hutumia neno hilo wanapotaka kumuua mtu. Wanasema 86 huyo. Watu kama Comey wameleta hatari kubwa sana nadhani kwa wanasiasa na wengine. Baadhi ya wataalamu wa sheria pamoja na wabunge wamehoji uzito wa mashtaka hayo. Comey alifutwa kazi na Trump katika muhula wake wa kwanza baada ya kuanzisha uchunguzi kuhusu uingiliaji wa Urusi katika uchaguzi wa urais wa Marekani wa mwaka 2016. Tangu wakati huo, Trump amekuwa akitaka mara kwa mara kufunguliwa mashtaka dhidi yake, na mashtaka ya sasa ni jaribio la pili la utawala kufanya hivyo. Victor Kenani. Wanaume wawili Wayahudi wamechomwa visu katika eneo la Golders Green kaskazini mwa London katika tukio lilotangazwa na polisi kuwa la kigaidi. Zaidi na Sambatenzi. Wanaume hao wawili waliotajwa kama Shilome Rand na Moshe Shine walipatiwa matibabu katika eneo la tukio na sasa wako katika hali thabiti hospitalini kulingana na polisi. Polisi wamesema mwanaume mwenye umri wa miaka 45, raia wa Uingereza aliyezaliwa Somalia, alipigwa kwa bunduki ya umeme yani taser na polisi kabla ya kukamatwa kwa tuhuma za jaribio la mauaji. Mshukiwa huyo kwa sasa yuko rumande. Waziri Mkuu Keir Starmer amesema shambulio hilo la chuki dhidi ya Wayahudi ni la kusikitisha sana, akiongeza kuwa mashambulizi dhidi ya jamii yetu ya Kiyahudi ni mashambulizi dhidi ya Uingereza. Polisi wamesema maafisa wao walishughulikia tukio hilo Jumatano baada ya kupokea taarifa kuwa watu walikuwa wamechomwa visu. Mshukiwa huyo pia alijaribu kuwachoma visu maafisa waliokuwa wamefika eneo la tukio, lakini hakuna aliyejeruhiwa. Polisi walitoa picha za tukio hilo kutoka kamera zilizovaliwa na maafisa, ambapo wanasikika wakimwamrisha mshukiwa mara kadhaa alale chini kabla ya kumshambulia kwa taser na kisha kumwamuru aachie kisu. Imeelezwa kuwa mshukiwa huyo alikuwa na historia ya vurugu kubwa na matatizo ya afya ya akili. Wachunguzi wanaamini mshukiwa huyo alihusika katika tukio jingine la awali katika eneo hilo. Mkuu wa polisi wa kupambana na ugaidi nchini Uingereza, Lawrence Taylor, ambaye alitangaza rasmi tukio hilo kuwa la kigaidi. Rabi Mkuu Ephraim Milves, ambaye anawakilisha jamii kubwa zaidi ya Wayahudi nchini Uingereza, amesema tukio hilo linathibitisha kuwa ukiwa Myahudi unaonekana wazi hauko salama na hatua zaidi zinahitajika. Shambulio hilo linakuja chini ya wiki moja baada ya jaribio la uchomaji moto dhidi ya ukuta wa kumbukumbu eneo la Golders Green, na zaidi ya mwezi mmoja tangu magari ya wagonjwa yanayoendeshwa na shirika la matibabu la Kiyahudi Hatzalah kuchomwa moto. Sambatenzi.
Nchini Rwanda, baadhi ya wachezaji wastaafu wanasema licha ya kuwa na majina makubwa waliojijengea wakati wakicheza, kuna ukweli mchungu unaojificha baada ya kustaafu, ambapo mapambano ya kutafuta maisha huanza upya, na hali hii inasababishwa hasa na kukosekana kwa mipango ya pensheni kwa wachezaji kutoka kwa klabu zao, pamoja na matumizi mabaya ya fedha miongoni mwa wachezaji vijana wasiojali kuwa muda wa kucheza ni mfupi. Mwandishi wa BBC Ive Buchana anatupeleka ndani ya maisha ya wachezaji baada ya kustaafu. Fabrice Twagizimana alichezea timu ya taifa Mavubi na Police FC kwa zaidi ya miaka 10. Alilazimika kustaafu mapema kutokana na jeraha. Yale aliyokuwa ameyajenga wakati akicheza yalianza kupotea. Mara tu nilipopata jeraha, familia nilikooa mke waliniona kama mtu asiyefaa tena, kutokana na kuwa kipato changu kilipungua na kusema siwezi tena kuishi na binti yao. Mwishowe wakanitupa nje. Inasikitisha kusikia kwamba mali yangu yote niliyotengeneza kwa miaka 30 ilibidi tuigawe. Si wachezaji wengi wanaokumbuka kupanga maisha ya baadaye wakiwa bado kwenye kilele cha mafanikio. Disi Diedone ni mmoja wa wachezaji wa kihistoria na gwiji wa mbio za riadha nchini Rwanda. Mwaka wa 2014 nilipoacha mchezo wa riadha, nilikuwa katika hali nzuri kwa sababu wakati huo nilikuwa na pesa nilizojitahidi kuweka akiba kwa kila njia, na pia nilifuata ushauri niliyokuwa nimepewa nikiwa mdogo. Kuweka akiba na kusoma ndizo silaha ambazo wachezaji wengine kama Aristide Mugabe walitumia ili filimbi ya mwisho isiwe mwanzo wa maisha ya dhiki, na ndio ushauri wake kwa walio bado mchezoni. Kuweka akiba kwa ajili ya baadaye, kwa sababu unachokiona leo hakitakuwepo daima. Jambo jingine ni kusoma mambo tofauti yatakayokusaidia baadaye na jinsi ya kuwekeza fedha, kama vile kujifunza kitu kingine unachoweza kukifanya wakati hauchezi tena. Pia ni kuwa na nidhamu ili usifanye kitu kitakachokatisha kazi yako mapema. Wataalamu wa masuala ya sheria wanalaumu mashirika ya michezo na vilabu kujificha chini ya mwavuli kwamba michezo Rwanda si ya kulipwa. Leonidas Nshimimana ni mshauri wa masuala ya kisheria. Klabu za Rwanda zimefikia hatua ya kununua mchezaji kuanzia $5,000 hadi $100,000 na kisha kulipa mshahara wa kuanzia $1,000 hadi $10,000 kwa mwezi. Katika mpira wa kikapu, Rwanda imejijenga kwa kiwango cha juu. Sasa tunakaribisha hata Basketball Africa League. Kwa hiyo, huwezi kusema unafanya shughuli kubwa kama hizo bila kuwa na mfumo wa michezo kama kazi ya kulipwa. Kwa maoni yake Leonidas, kujiandaa mapema pamoja na utekelezaji wa sheria inayosimamia mashirika ya michezo kutaweza kufanya filimbi ya mwisho isiwe mwanzo wa majuto kwa wachezaji nchini Rwanda. Taarifa ya Ive Buchana inatoa nafasi zaidi kwa habari za michezo na Floren Kejage. Asante sana Halima Nyanza. Katika ligi ya mabingwa Ulaya, baada ya mvua ya magoli hapo Jumanne kati ya PSG na Bayern Munich, waamuzi wamekuwa ndio habari kubwa saa 24 baadaye katika nusu fainali ya pili kati ya Atletico Madrid na Arsenal iliyomalizika kwa sare ya goli 1-1. Arsenal watarejea katika dimba la nyumbani Emirates wiki ijayo wakiwa na matumaini ya kutinga fainali kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 20 tangu walipokabiliana na Barcelona mwaka 2006. Lakini taarifa kubwa ni ile ni kile unachoweza kukiita usiku wa mikwaju ya penalti iliyoamua mchezo. Mkwaju mmoja ulifungwa na Arsenal kupitia Victor Gyökeres mwishoni mwa kipindi cha kwanza. Atletico Madrid wakasawazisha kwa penalti ya Julian Alvarez mwanzoni mwa kipindi cha pili, lakini penalti ya tatu iliyokuwa imepata Arsenal ilifutwa baada ya mapitio ya picha kupitia mfumo wa usaidizi wa mwamuzi VAR, huko Arsenal wakilalama mno baada ya mchezo. Tukibakia huko katika mashindano ya Ulaya, hii leo kuna michezo minne katika Europa League na Conference League. Moja ya michezo hiyo ni timu mbili za England ambazo ni Nottingham Forest na Aston Villa zitakabiliana katika nusu finali ya Europa League. Tukirejea kidogo katika usiku wa penalti, mkwaju wa penalti wa dakika za jioni kabisa wa mshambuliaji Selemani Mwalimu wa Simba ulitosha kuipa ushindi 1-0 dhidi ya watani wao wa jadi Yanga
zote za Tanzania katika fainali ya kombe la Muungano iliyopigwa katika dimba la New Amaan Complex huko Zanzibar. Ushindi huo umepeleka chereko na nderemo kwa washabiki wa Simba ambao walikuwa wameshuhudia vipigo 6 mfululizo na sare moja katika michezo 7 ya awali katika kipindi cha takriban miaka 4 tangu mwaka 2022. Timu hizo zitakabiliana tena Jumapili hii katika marejeano ya ligi kuu ya Tanzania bara. Ni kwamba Anastasia Potapova amekuwa mchezaji wa kwanza aliyeshindwa kisha kurejeshwa mashindanoni na kutinga nusu fainali ya mashindano makubwa ya tennis baada ya kumbwaga mchezaji bora zaidi wa zamani duniani Karolina Pliskova katika mashindano ya Madrid Open. Na huko Hispania, mchezaji wa timu ya Zaragoza Esteban Andrada amefungiwa kucheza michezo 13 baada ya kumpiga ngumi ya uso mchezaji wa klabu ya Huesca Jorge Pulido. Adhabu kubwa kweli kweli. Shukran sana Florence Kajage.